Je, una siri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah, ungie pepo ya Allah, useme alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni taufiki yake Allah kutujalia siku kama ya leo kama Halal Charitable Trust na Halal Charity TV kuweza kutembelea Madrasatun Nur Akhwatul Khair Al-Islamia iliyoko ndani ya Mombasa, Bombolulu. Kwa kweli ni jambo ambalo kiangalia ni madrasa na ni kituo ambacho kinafundisha wengi watoto, na hili ni ombi kutoka kwao tuweze kuwasaidia, tuweze kusikiza video hii hadi mwisho, tujue yapi wanayopitia na ni gani ambao nataka sisi kama wapenda kheri tuweze kutia mkono na tuweze kuwasaidia katika kheri hii wanayofanya, kwa kuwa hii ni kheri miongoni mwa kheri ambazo itakuwa sadaqatul jaria kwetu sisi kwa sababu ya kunufaisha watoto na elimu yenye manufaa. Baina yako na Allah, je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah, ungie pepo ya Allah, useme alhamdulillah. Sadaka ni kinga yako ya kulinda maishani, wepusha misukosuko na yalona visirani. Kasema mtumi wako Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Madrasatun Nur Akhwatul Khair. Madrasa hii ina wanafunzi 110 na tulifungua madrasa hii mwaka wa 16, na mwanzo kuifungua nilikuwa tukisomesha watu wakubwa ambao wengine wamesilimu, wengine hawajasilimu lakini hawajasoma, kisha baadaye tukaika pamoja na madrasa watoto. Sasa chanzo kabisa cha madrasa hii ni Bwana Asmani bin Yusuf na mkewe. Jana alipokuja hapa walikuta watu wakiishi tu hivi hivi, yani dini ilikuwa haijatiliwa mkazo. Sasa watu wameoana lakini bila ya idhini ya Mwenyezi Mungu. Hasa hawa ndo wakaanzisha hichi, wakatumia wakati wao, wakatumia pesa zao kuwaozesha, alafu wakaika madrasa watu wazima. Sasa wale watu wazima walipoanza wakisomeshwa na huyu, basi kaendelea mpaka wakaanzisha watoto. Sasa pia wale watoto wale walikuwa wanafunzi hao watu wazima, kaanzisha madrasa watoto, ndio hii sasa endelea. Sasa wakaeka wakfu, wakajenga hii madrasa, sasa ndio yaendelea. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tokea tulipofungua madrasa hii tuna changamoto sana, lakini alhamdulillah kwa ajili ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametusaidishia. Madrasa yetu tutasomesha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, hatulipishi chochote, hata ndururu hatulipishi.
Twasomesha tu min fadlillah. Na changamoto tulizo nazo ni kwamba tuna shida ya walimu. Shakili yetu kubwa tulionao ni walimu. Walimu hawana mishahara. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu yatusaidia, tutasomesha hivyo hivyo, tukitarajia kwa Mwenyezi Mungu tu. Alhamdulillah. Watoto hao wanaosoma hawalipi juzuu, hawalipi mashaf, wala vitabu, wala kalamu, wala chochote. Wakija hapa waja tu, mashaf ni hapa, juzuu ni hapa, vitabu vya kuandikia ni hapa, vya kusomea ni hapa. Mara moja kuambia watoto watoe vitabu baada kwa tumekazika kabisa, na tukiangalia watoto wataka kusoma na hakuna namna, basi mara moja sana kuambia mtoto nenda kalete kitabu kutoka kwa mzazi wake. Lakini alhamdulillah, tumshukuru Allah kwa vile Mwenyezi Mungu alivyotuwezesha. Alhamdulillah, tumshukuru. Kwa hivyo dhiki yetu kubwa sasa ni malipo ya walimu. Kama hivi sasa madrasa yetu ni ndogo sana, hii tutaka inshallah ipanuliwe kidogo, watoto wapate klasi za kusoma. Tunaanza na awal, thani, thalith na rabi na khamis, na watoto wote wasoma hapa. Kuna na raudha alif na raudha jim, na wote watoto sasa ni mpaka watoto wakisoma wa awal, wale wengine wanyamaze, wakisoma darasa lingine wale wengine ndio kupate kusomesha. Bila hivyo hawezi, hawa wakisoma huwa hakupatikani maelewano ya kusoma. Basi inshallah taomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tupate misaada kama hiyo inshallah, ya kulipiwa walimu, kuongezewa madarasa inshallah. Jina langu Mahmud Ali, ni ustadh mwalimu wa madrasa hii, na jambo la kwanza, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu yuko katika kumsaidia mja maadamu mja yuko katika kumsaidia ndugu yake Muislamu. Kwa hivyo kama mnavyoona hapa madrasa yenyewe ni hii ndogo, ambapo fusul tumegawanya tu, lakini wote wako mahali pamoja, ambao inakuwa vigumu, inakuwa ni changamoto. Huku nasomesha, huku wengine. Kwa hivyo ni changamoto kubwa kwetu sisi katika kusomesha katika mazingira haya. Tungeomba wafadhili wajitokeze, watugawanyie hizi fusul ili tupate kusomesha kwa makini. Jambo lingine ni kwamba pia tuna shida masahif, vitabu. Tungeomba vile vile tupate mfadhili ambaye atatusaidia na vitabu na masahif na ajza. Vile vile jambo lingine, sisi ni walimu na hatuna mtu ambaye anatulipa. Kwa hivyo tuna mahitaji mengi kama binadamu wengine, tuna mahitaji mengi, tuna masala tofauti, kuna chakula, tuna
pengine mtu ni mgonjwa atakwenda hospitali, masala mengi. Kwa hivyo tungeomba katika hali hiyo pia tungeomba tupate na sisi chochote ili na sisi tufaidike kwa jambo kama hili, na amani zimshukie Mwenyezi Mungu inshallah, atawabariki, atapa mazuri inshallah, kama mtakavyotufanyia sisi mazuri, na Mwenyezi Mungu inshallah atawalipa mazuri. Kwa kweli ni changamoto nyingi umeweza kusikia kutoka kwa wanaosimamia madarasa kama hii na vile vile walimu wa madarasa kama hii. Miongoni mwa changamoto ambazo ni kubwa unavyoziona kwa macho yako ni kuwa madarasa kama hii, tuko na madarasa takriban matano. Madarasa matano ndani ya room moja kama hii ni changamoto kubwa na ni ngumu sana kuweza kufundisha. Naona ustadh hapa anafundisha klasi moja, na ukiangalia kuna klasi nyingine hapa na kuna takriban klasi mbili pande mwingine huko. Kwa hiyo inshallah changamoto kama hii ni kubwa, na solution yake ni sisi kuweza kuwatafutia madarasa, ama tuwakatie madarasa hapa wapate madarasa tofauti, au vile vile kuwajengea na kuongezea madarasa ama madaris ambazo wataweza kufundisha. Bimaana madarasa kama hii iko na madarasa zaidi ya 6, maana kuna raudha kuanzia raudha alif na jim, na pia kuna madarasa kuanzia darasa la kwanza mpaka fasu al-khamis. Kwa hivyo inshallah ni sisi wapenda khairi, sisi ambao tunataka kuandikiwa khairi, maana hii ni ilmu ambayo inapeanwa hapa, tunafundishwa dini ya Kiislamu hapa ndani. Na katika hadithi ya Mtume tuambia mambo matatu ambayo yatabakia na wewe katika amali zako ndani ya kabri yako ukiondoka. Miongoni mwao ni ilmi yuntafa'u bihi, ambao ni elimu kama hii itakuwa kama sadaka tujaria kwako wewe unaangalia. Lengine ni walimu wetu, walimu walioko katika madarasa kama hii wanahitaji kulipwa kama mshahara na waweze kuishi kivyao na familia zao. Manake kujitolea wakati kama huu kwa kweli ni ajira watapata kwa Allah, walakini kuna mambo mingi ambayo wao na familia zao wangependa kujiangalia na kujikimu. Kwa hivyo inshallah ni sisi tushikane mkono tuweze kuwasaidia walimu kama hawa, ili pia wao wawe na ile nguvu ya kutoa elimu kwa watoto kama hawa, na itakuwa elimu yenye manufaa. Lengine tukiangalia mahali kama hapa ni mahali kuna joto, ukiangalia pia kuna mahitaji ya kulipa stima, bill ya hapa, maana kuna feni, kuna mataa na kuna mengi zaidi. Bila kusahau wanahitaji vitabu, wanahitaji masahif, maana hawezi soma bila vitabu. Watoto kama hawa wanahitaji makalamu, wanahitaji madaftari na vile vile choki ambazo walimu wetu wanatumia kufundishia watoto kama hawa. Kwa hiyo inshallah tutaweka namba za simu za wasimamizi wa madarasa kama hii, ili uweze kupitia kwao uweze kujua mengi zaidi, uweze kuwasaidia kivyako kutumia kwao. Na vile vile sisi kama Halal Charitable Trust unaweza kuja kupitia kwetu, na sisi tutaweza kufikisha amana yako kwa watoto kama hawa, na vile vile kwa wasimamizi na walimu wa madarasa kama hii. Hili ni ombi kwa wewe ambao unaangalia video kama hii, uwe na uwezo usiwe na uwezo, basi wewe lifikishe jambo hili kwa yule mwenye uwezo na yule ambao ataweza kutia mkono katika khairi kama hii. Na ni Mwenyezi Mungu atawajalia kila la khairi, ana awape nguvu ya Rabbul Alamin, awawezeshe zaidi na zaidi, awainue insha Allah, na awafungue palipofungika. Hii iwe ndio khairi yenu, ndio ufunguo wenu ya Rabbil Alamin. Tuwe wenye kupenda khairi, tuwe ni wenye kuwekeza kwa Allah, maana hii ni biashara yako wewe na Mwenyezi Mungu, na biashara kama hii yako wewe na Allah ni biashara ambayo haina hasara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, una siri Abdallah?